Good morning my people. Leo ikiwa ni Wednesday ama tunaita WCW. So swali langu leo katika uchambuzi wa leo ni kwamba je, unaweza kumpatia mwanamke wako pesa akuwekee, ama unaweza patia mume wako pesa akuwekee kama mume wako ama mwanamke wako, kwa ile mshahara ambayo unapokea kwa mwezi ama kwa wiki ama kwa kila siku. Je, unaweza patia mwanamke wako ama mwanaume wako hizo pesa akuwe akikuwekea? Yeye ndo anakupea kama unatumia nauli ya kwenda kununua kitu ya kufanya nini. Mwanamke wako ndo anakubajetia, anakuambia shika hii sijui 200, fare unatumianga 150, shika hii 200 hivyo, ama mume wako shika hii. So wewe kama wewe uko hapo, je, unaweza kumruhusu mpenzi wako awe akikuwekea pesa? Unaweza? Kisa na maana ati kwamba ni mchumba wako, ni mpenzi wako, ni rafiki yako, ati unamtrust ati akuwekee hizo pesa. Akuwa akikugawia ukilipwa kwa kila mwezi, yani yeye ndo anaeka, tuseme anajua payslip yako ni pesa ngapi, anajua kwa kila siku unalipwa pesa ngapi, kwa kila mwezi ni pesa ngapi ambazo unapokea. Maswali yangu ni je, unaweza kuruhusu kuwa mpenzi wako ajue unalipwa pesa kiwango kipi? Niambie kwenye comment section. Je, unaweza mruhusu mpenzi wako ajue pesa ambazo unalipwa ni shilingi ngapi, ama akuwekee? Kama ni mwanaume itakuwaje ati umemruhusu mpenzi wako ama mke wako yeye ndo anakuwekea pesa, like for real, na akiweza amua ahepe na doo zako. Kuna visa vingi utapata kwamba mwanamke amemwekea pesa mwanaume, akaamua atoroke nazo, anaweza mfanyia madhambi. Pia the same with the men. Unampatia mume wako pesa, mume wako na yeye anasema hizi pesa ni za bibi yangu, so anazitumia tu vile anataka. Anasema huyo si nimemuoa, si nimelipa mahali, so huyu demu hakuna kitu anaweza nifanyia. So unapata kuna hizo conflicting issues about ati shida ilikuwa nilimpatia pesa kiwango hiki, sijui nilimpatia kiwango hiki. Ama wewe kama wewe unaweza mkopa mpenzi wako pesa na umwambie nitakurejeshea. Unajua hiyo ni tricking narrative, ati nikopeshe nitakurejeshea, kumbe hakuna kurejesheana. Si mnaishi pamoja, ukianza kuambiwa sijui unakula huku, sijui nilikushoneshea nini, sijui nilikupea 5k juzi, sijui nilifanya nini. So unapata kwamba wakati umemkopesha mpenzi wako inakuwa ni vigumu sana yeye kukurejeshea. Haswa kama mwanaume ukimkopesha nayo na uko kwake, wewe na pesa zako ni wake na anaweza tumia vile anataka. Lakini mwanamke tuseme mkiwezaweka pesa na mwanamke ifike kiwango fulani hivi, mwanamke amshua anaepa, amshua na kuacha kwa mataa hivi, mchana peupe anaepa na hizo do. So mtoto wetu wa kiume unabaki tu hapo, sijui mlikuwa mmesave about 300,000, sijui ikafika 1 million, sijui nini. Ama acha niwaulize hii tena, ukiwa gari ni yako, mnaenda safari, kuna mama yako, kuna aidha babako, uko na mpenzi wako, nani anafaa kae hiyo kiti? Juu hii kitu ina struggle watu wengi, wanashindwa nitamweka nani mbele, nitampa nani kipaumbele cha kukaa hapa. Unajua kukaa hapo mbele ina show a lot of respect. So it is either your parents or your lover. Who would you prefer to sit in that seat? Okay, so my name is Peter Theuri and I'm glad you are watching me. I appreciate a lot for being here with me, sharing the vibes, sharing the comment, sharing whatever, sharing some different views from different people, from different occasions, from different areas. I appreciate a lot for your support. Yeah, and my
priority is to just ensure that I deliver every week. Yeah. So thank you for watching. Bye bye. Have a nice December. Na mjichunge. January is about to come. Next year you will be crying. January is due, the sunny, the weather is so share with me here.